Kwa hiyo nashukuru sana kupata fursa hii ya kushiriki nanyi, na kama tunavyofahamu mazingira ni kila kitu. Mazingira ni maisha, mazingira ni uchumi, mazingira ni afya, mazingira ni nishati, mazingira ni chakula na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Mazingira ni kila kitu, na kwa hali hiyo wote tuna wajibu wa kulinda, kutunza na kuhifadhi vyema mazingira yetu. Na wakati napitia profile ya FIT, kama nilivyosema, nimeona it's a governmental organization ambayo ina focus kwenye education, gender equality na masuala ya mazingira. Hivi ni vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia ni vipaumbele vyetu sisi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na kama nilivyosema ni kipaumbele changu mimi kama waziri. Nashukuru nimepata heshima ya kuwa waziri wa mazingira miezi mitatu, lakini nilikuwa naibu waziri wa mazingira mwaka mmoja, 2014 Januari mpaka Januari 2015. Na nimefurahi sana kumuona Dr. Komba yuko hapa. Wakati nimeingia Januari nilikuwa na mambo mengi, mikakati mingi ya kusema lazima niache alama ya kudumu katika kuhifadhi, kutunza na kuendeleza mazingira yetu. Sikupata muda, lakini nilimwahidi Dr. Komba, kwa sababu TAMISEMI ndiye anatekeleza kila kitu katika lower level. Kwa hiyo ajenda ya mazingira ni ajenda ya kipaumbele katika kazi zangu kama waziri wa nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa hiyo ni waahidi tu FIT kwamba tutashirikiana nanyi. Kama nilivyosema, kazi yetu sisi ni oversee na coordinate implementation ya sector ministry policies na other stakeholders initiative including non-governmental organizations at the lower level kwenye mikoa yote 26, local government authorities 184, lakini tunashuka pia mpaka katika ngazi ya kata. Tuna kata zaidi ya 3800. Kwenye kata tunashuka katika mitaa, tuna mitaa pia zaidi ya 3000, lakini tuna vijiji zaidi ya 12000, tuna vitongoji zaidi ya 64,000. So I just want to assure you initiative ya FIT through President Office, Regional Administration and Local Government itaweza kumfikia kila Mtanzania. Na kubwa ambalo tunataka kuahidi, suala la kuhifadhi na kutunza mazingira kwetu sisi at the local government level tunawajibika pia kisheria. Tukiangalia Local Government Authorities Act na District and Urban Authorities Act pamoja na Environmental Management Act, zote zinatoa wajibu kwa serikali za mitaa kutunza mazingira, ikiwemo suala la takataka, solid waste management including plastic bags. Na Komba amesema vizuri, kuna mismanaged solid waste problem or challenge in Tanzania, na tukiangalia takwimu 37% ya taka zetu ambazo tunazizalisha nchini Tanzania tunazizika. Si kuzika ni lugha nzuri? Ni kuzika Komba? Ni kuzika. Tunafukia, tunazifukia. Kwa hiyo 37% ya taka nchini Tanzania tunazifukia, whether ni plastic waste or other chemical waste, whatever, tunafukia. 31% tunazitupa popote, na 23% tunachoma. Kwa hiyo ni 5% tu ya takataka nchini Tanzania ndiyo tunasema regularly collected, ndio zinakusanywa, only 5%. Na 37 nimesema tunazizika, tunazifukia, tunazifukia. 31% tunazitupa ovyo, tena saa nyingine tunatupa mpaka kwenye kingo za mito na bahari na maziwa. 23% tunazichoma, 5% tu ndio tunazikusanya ipasavyo, 3% tunazikusanya isivyo sawa sawa, na 1% tunazitupa barabarani. Kwa hiyo tunayo changamoto kubwa ya kutohifadhi au ya
ya kumismanage the waste, takataka zetu katika mitaa yetu, na matokeo yake zinaenda mpaka kwenye maziwa. Ndio maana pia tunakuwa na mafuriko, kwa sababu pia tunazuia ile flow ya maji kwa sababu ya takataka, hususan hizi za plastiki. Kwa hiyo nimefurahi kusikia FIT pia mmekuwa na initiative ya kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki. Kwa mifuko hii mnaita EnviroBags, ambayo ni environmental friendly reusable bags, na kama nilivyosema na amesema Komba, sisi kwetu hii kwa kweli ni jambo zuri. Tuna sera ya 3Rs: reuse, recycle na reuse, tunasema recycle na reduce. Una reduce, usitumie plastic bag, and then una reuse if you want to use, reuse, and then ukisha reuse tunataka urecycle. Kwa hiyo tayari tumeshamaliza ile strategy ya 3Rs, and then we are basically inviting investors also to work with the government of Tanzania through local government authorities also in order to implement the strategy. Kwetu sisi bado nadhani niko mazingira tunasema taka ni mali. Kwa hiyo tunataka pia kuja na hii concept kwamba taka ni mali, waste is asset. Kwa hiyo tusione takataka ni kitu cha ovyo. Kwa hiyo ndio maana tunaamini kwamba kupitia pia kwa kushirikiana na wenzetu wa Vice President Office tutaweza pia kuweka miji yetu safi, lakini pia tunajitahidi kujenga madampo ya kisasa. Tumejenga madampo ya kisasa katika halmashauri kama 8, lakini pia tumejitahidi kuhamasisha upandaji wa miti katika mamlaka za serikali za mitaa. Kwa mfano katika miaka 5 iliyopita tumepanda miti takribani milioni 600 katika mikoa, wilaya na halmashauri mbalimbali kwa ajili pia ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini nataka kukiri kwenye kampeni yetu ya kupanda miti tunayo changamoto ya sustainability ya miti. Tunasema tu kampeni tunapanda miti, lakini miti mingapi? Mingi tu inakuwa haikui. Ni jambo ambalo tulilianza kuliongelea ofisi ya makamu wa rais, tutaendelea kulifanyia kazi. Kwa nafurahi kusikia FIT mnataraji kupanda miti 20,000 katika mamlaka za serikali za mitaa. Tutashirikiana nanyi, aidha mkitaka twende kwenye community. Waheya ni changamoto kubwa kwa Afrika kama ilivyoelezewa na Rais Emmanuel Macron. I quote, Afrika ni tajiri katika mstari wa mbele wa mabadiliko wa hali wa hewa. Inaweza pia kuwa mbele katika ufumbuzi, inaweza pia kufanikiwa pale ambapo Ulaya hajiweza kutoa majibu sahihi. Unquote. Hii na sababu moja, wapo kwa nini Ufaransa inataka kuwa mshirika kwa karibu zaidi na Afrika katika uwanja wa kukabiliana na mabadiliko wa hali wa hewa, hasa kwa kusaidia mipango ya ndani. Suala hili litakuwa kipaumbele katika mkutano wa pili wa Afrika Ufaransa mnamo Oktoba 2021 huko Montpellier, ambayo wawakilishi wa mashirika wa kiraia na sekta binafsi kutoka Tanzania watahusika. In this perspective, the French Embassy is proud to support local initiatives here in Tanzania with a triple actions. First, by funding several projects in the field of reforestation and agroecology, which will remain our 2 main focus for the next years. Then, France is involved here in several projects in the field of the blue economy in order to fight against plastic pollution and to protect biodiversity in the coastal forest of this so nice country, which is Tanzania. Finally, France decided to support several research projects related to climate change in partnership with the University of Dar es Salaam
and the Sokoine University of Agriculture, and we are delighted to be able to support ambitious and sustainable projects and work together effectively in order to counter climate change. Climate change undoubtedly is here, as it intensifies over time. The children and young people of today who will face the worst efforts, we have to work together now to protect them and protect the next generations. Far from being passing victims, young people all over the world have begun to fight back on a scale never seen before. As Greta Thunberg, a 15-year-old from Sweden, sparked a global movement of school-age students demanding greater action from governments to fight climate change. Now, millions of young people are marching to demonstrate their support. Your action, our action, is part of this global movement of school-aged students. And a representative of France, I warmly welcome the initiative of FIT Tanzania. By creating alternatives to plastic bags, planting thousands of trees in the country, and setting up environmental schools clubs, you are making a real difference in this fight against climate change here in Tanzania. Hongera sana. Thank you very much. Kwa jina naitwa Lubango Charles Kitwanga, ni mmoja wa waanzilishi wa FIT, mimi pamoja na Alliance. Tulianzisha FIT kwa sababu tulipata hemuko wa mazingira. Ilikuwa ukipita maeneo ya bichi kuangalia kwa pembeni hivi unakuta mifuko, chupa, kwa hiyo ikatumotivate kuanzisha NGO hii. Shindano la My Environment, My Responsibility ni shindano ambalo kiukweli tulilianzisha kwa sababu vijana hawana muamko wa kushughulika na mambo ya mazingira. Ni wachache sana ambao wanafanya hivyo. Kwa hiyo tukaona basi tuanzishe shindano hilo. Kila kijana mwenye simu apige picha mazingira yake, sehemu ambapo anaona kuna haja ya yale mazingira kubadilishwa au kusafishwa, atag, alafu tuje tuone, ndio tukapata washindi 10 ambao leo kama mlivyoona wamepewa zawadi zao. Lengo ni kutengeneza ule utu au ownership ya mazingira, kila mmoja ianze kwako mwenyewe, sio kukaa unasubiria na kutegemea serikali. Shindano letu limepata a lot of support. Kama unavyoona, vijana wengi wameweza kushiriki na vijana wengi wameweza kutambua kwamba sio lazima usubirie mambo makubwa, wewe mwenyewe unaweza ukaanza kuyasafisha mazingira yako. Basi kama mlivyoona, tumeweza kufungua leo initial start ya NGO yetu. Tumeweza kupata ujio wa ambassador, mawaziri. Tunawashukuru wote na tunaendelea kuwahimiza vijana uyapende mazingira yako. Kama tulivyoyakuta, tunatakiwa tuwaachie wanaokuja.